Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika, tumeona watu wengine, na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona, yule Mrusi akisumbua wamama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Muthongo wa Ruiru, tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika, tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Na nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Yani tunakuwa kwamba hatuna heshima kwa sisi wenyewe, na ndipo sasa unaona kila wakati kuna mambo kama hayo yanajihusisha. Na tunawafundisha nini watoto wetu? Kwa sababu ndivyo tunaweza kufanya miundo mbingu, tunaweza kufanya miundo msingi, tunaweza kufanya mambo makubwa, lakini hii nchi yetu itaendelezwa kwa hulka na heba njema na tabia njema nzuri. Haitaendelea kwa sababu ya miundo msingi tu, miundo mbinu, la hasha. Kwa sababu ile hardware ni sawa, ndio hii, lakini software iko namna gani? Hilo ni jambo ambalo limefedhehesha na kudhalilisha Waafrika. Hati mtu tu yoyote tu kutoka kule, hata tujue ni namna gani, hawa mgonjwa asiwe mgonjwa, alafu sisi wenyewe tunajionyesha vile. Na tuangazie masuala kama, tuangalie hususan masuala kama hayo, na tusonge mbele.